Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, kwa mujibu wa taarifa zilizoweza kuchapishwa na DW, imeweza kueleza jinsi gani ambavyo Kamanda Mwafuele hivi sasa ameweza kupata pigo kubwa kutokana na marufuku ambayo ameweza kupewa na Marekani kutoweza kuingia katika taifa hilo. Ila mtazamaji wangu, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa wetu rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, siku ya jana ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 5 wa mwaka 2026, moja ya habari iliyokuwa ikigonga vichwa vya habari ni kuhusiana na aliyekuwa mkaribu wake Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kutekwa, huku akifanikiwa kujinasua kwa mikono ya waliokuwa wameweza kumteka. Gumzo zito likiweza kuibuka katika mitandao ya kijamii. Je, ni akina nani waliweza kuhusika? Mbaya kabisa, kipindi na wakati ambapo maafisa wa polisi waliweza kuelekea katika boma aliloweza kuwa na kufungua pengo zile. Mtazamaji wangu, kwa kweli mataifa ya kigeni hayakuweza kufurahishwa kabisa na swala hilo la utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa wale wanaozidi kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani. Hii hapa imeweza kusababisha Kamanda Mwafuele kunyimwa hata nafasi ya kuingia Marekani. Mtazamaji wangu, kwa kweli uongozi ulioko madarakani siku baada ya siku unazidi kupata shinikizo kubwa kutoka kwa mataifa ya kigeni. Sote tunafahamu kwamba baada ya tukio lililoweza kutokea mwaka 2025 wakati wa maandamano ya amani ya vijana Gen Z, sote tuliweza kushuhudia swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi liliweza kusababisha uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa kushindwa kupewa mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni, jambo ambalo lazidi kusababisha uongozi ulioko madarakani kuwa na kipindi kigumu kuendesha ekonomi ya Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, kwa mara nyingine hivi sasa tutaweza kushuhudia ama kutarajia sekta za ulinzi katika Jamhuri ya Tanzania kuyomba pakubwa kutokana na ilani hiyo ambayo imeweza kutolewa kutoka Marekani ya kwamba Kamanda Mwafuele asiweze kupewa hata nafasi kuingia katika mataifa ya kigeni. Mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo hivi sasa uongozi mzima ulioko madarakani chini ya chama tawala cha CCM, kwa wao kukataa mabadiliko yaliyokuwa yakipendekezwa na idadi kubwa ya vijana Gen Z, hivi sasa inazidi kuashiria na kuonyesha wazi jinsi ambavyo viongozi hao wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kujutia pakubwa kwa maamuzi waliyoweza kuyafanya, kwani kwa jinsi wanavyozidi kupingwa na kukosolewa siku baada ya siku, inaonyesha wazi kwamba uongozi huo ulioko madarakani kweli, ila haujaweza kupata watu wa nje hata kuunga mkono, na aina ya uongozi huo inaonekana kuwa uongozi ambao haufurahishi yeyote yule, iwapo yuko katika Jamhuri ya Tanzania ama yupo katika mataifa ya kigeni. Mtazamaji wangu, iwapo kama kweli uongozi ulioko madarakani ungependa mabadiliko yaweze kuonekana kwa uongozi wao, kwanza kabisa ni lazima waweze kusikiliza kilichokuwa kikipendekezwa na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, na pia jinsi ambavyo wanazidi kuomba waweze kusitisha swala la utekaji basi liweze kufanyika, na pia moja kwa moja swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi dhidi ya wale wanaozidi kukosoa na kupinga serikali hiyo. Mtazamaji wangu, iwe ni jambo ambalo uongozi ulioko madarakani uwe tayari kwa kupata upinzani ili uweze kushinikizwa ama uweze kuwajibika kufanikisha baadhi ya mambo waliyoweza kuahidi, na ndipo ambapo wanaozidi kuwapinga na kuwakosoa hawatakuwa na nafasi hiyo ya kuwakosoa,
iwapo serikali itaweza kuwajibika, ila kama hivi sasa uongozi ulioko madarakani utaweza kushindwa kuwajibika na mwananchi wa kawaida, ataweza kuomba serikali hiyo iweze kuwajibika na kufanikisha baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi katika uchaguzi ulioweza kupita, na hatua hiyo kusababisha utekaji wa jamaa huyo aliyeweza kuzungumza kwa njia ya aina hiyo. Basi mtazamaji wangu, kwa kweli uongozi huo ulioko madarakani utakuwa ni uongozi ambao upo na kipindi kigumu kukabidhiana na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, kwani hivi sasa mtazamaji wangu, kizazi kipya cha Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania, iwapo hawataweza kuandamana, ila katika mitandao ya kijamii ni lazima ataweza kuonyesha kutofurahishwa na jinsi ambavyo serikali iliyoko madarakani inazidi kutumia nguvu kupita kiasi kwa wale wanaozidi kuikosoa na kuomba hata marekebisho yaweze kufanyika, na ndipo ambapo Jamhuri ya Tanzania itaweza kuwa katika mwelekeo na mwonekano ambao hata mataifa ya kigeni yatakuwa yapo tayari kufanya ushirikiano. Iwapo ni kutoa mikopo ama mafunzo, basi itaweza kufanya hivyo, ila kwa jinsi ambavyo serikali iliyoko madarakani hivi sasa inazidi kutoshughulikia visa vya utekaji katika Jamhuri ya Tanzania na wala kutokuwa tayari kuwajibika kufanya baadhi ya mapendekezo ya mabadiliko yanayozidi kupendekezwa na mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania, basi mtazamaji wangu, moja kwa moja inazidi kuashiria wazi ya kwamba uongozi huo ulioko madarakani upo na kipindi kigumu hadi wakati ambapo utaweza kurejesha imani ya idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania ambao leo hii ama hivi sasa hawaamini tena uongozi huo wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, kwa kweli hivi sasa itakuwa na wakati mwafaka iwapo serikali hii iliyoko madarakani kwa kweli itaweza kujaribu kuachia huru kiongozi kama Mheshimiwa Lissu, na pia swala la utekaji jinsi ambavyo linazidi kushuhudiwa, visa vikishuhudiwa siku baada siku, basi ni vyema iwapo visa hivyo vya utekaji havitakuwa vikishuhudiwa kwa mara nyingine, Mheshimiwa Lissu na wengine wote walioweza kukamatwa wakati wa maandamano ama wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025 waweze kuachiwa huru, na pia kuna kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole sawia aweze kuachiwa huru, ila muhimu kabisa uhuru kwa wale wanaozidi kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani. Uhuru wa aina hiyo uweze kupatikana sawia na jinsi ambavyo kuweze kuwa na uhuru kwa vyombo vya habari. Je, mtazamaji wangu, we mtizamo wako ni upi kutokana na maamuzi yaliyoweza kufanywa ya kwamba Kamanda Mwafuele asiweze kuelekea katika mataifa ya Marekani ama mataifa ya kigeni? Tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.